Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa, mandugu wa Yesu, majemedari wa Bwana, majasusi wa Bwana, maaskofu wa hali ya juu, wateule wa Yehova. Ningependa kuwajulia hali katika siku ya leo, wachungaji wenzangu, wainjilisti, mitume wote, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo tunapozidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea na ile sehemu yetu ya pili kuhusu unyakuo ama kuhusu nchi mpya na mbingu mpya katika kile kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 21 tulivyojifundisha mimi na wewe ya kwamba tazama, mbingu mpya na nchi mpya zikashuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mfalme wetu wa mbingu na nchi. Tuliweza kujifundisha vizuri sana na Biblia yetu takatifu ikaweza kutuchuza vizuri sana. Tulipoanza katika ile mstari wa kwanza, ilituambia kwamba kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, na wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni andiko takatifu ambalo linazidi kupendeza moyo wangu siku zote, linazidi kunipa ujasiri wa kuhubiri, linazidi kunipa ujasiri wa kukaa bila wasiwasi, linazidi kunipa ujasiri wa kuendelea kupanda milima na kuteremka, linazidi kunipa ujasiri wa kushinda majaribio, kushinda vita, kushinda kila aina ya nguvu zozote zinazotoka ndani ya kiza. Nina ujasiri wa kutosha, kwa maana ninajua kwamba hata nikiteseka, nina nyumba nyingine kwa Baba. Hata nikiumia, hata nikikosa maisha duniani, najua kwamba nina maisha ya milele. Kwa hiyo ninataka nikwambie kwamba, ndugu yangu mtakatifu, wewe unanisikiliza, wewe unayefuatilia hizi injili takatifu, unayefuatilia ukweli wa injili, unayefuatilia maisha matakatifu, nataka nikueleze ya kwamba siku ya leo, ishi ukifahamu ya kwamba katika maisha yako wewe siku zote, ishi ukitambua ya kwamba maisha unayoteseka, kuhangaika unakohangaika, tambua ya kwamba usipoishi maisha mazuri duniani, kuna maisha ulioandaliwa ya milele, kuna maisha ulioandaliwa ya baraka. Maana maisha yanayokuhangaisha duniani, kuna siku moja utakuja kuishi maisha mazuri. Kuna siku moja utaishi maisha ya baraka, utaishi maisha ya utajiri, utaishi maisha ya kifahari. Wacha watu wakucheke, wacha waje wakusengenye, manake wewe kwa sasa naomba utambue kwamba wewe sio wa dunia. Maana ukidharauliwa duniani, mbinguni unaheshimiwa, lakini ukipendwa sana duniani excess, tambua kwamba mbinguni unachukizwa. Hilo ni jambo ambalo nastahili kukuambia, na ukumbuke na ukubali na ujue hilo kuanzia leo. Na lazima ufahamu ya kwamba mbinguni ipo, na mbinguni ni halisi, kuzimu ni halisi, maisha ya kuzimu ni halisi, maisha ya mbinguni ni halisi. Maisha ya kuzimu tunaambiwa kwamba ni moto wa jehanamu milele, lakini mbinguni tunaambiwa kwamba ni maisha matakatifu. Mji unashuka kwa ajili ya wateule, mji unashuka kwa ajili ya wale walioteuliwa peke yao. Tazama katika Injili ya Luka 12:32, Yesu anazidi kutuambia kwamba msiokope enyi kundi dogo, kwa maana Baba yenu ameona vyema sana kuandalia ule ufalme. Na anazidi kuambia na kuelezea ya kwamba kaeni mkijua kwamba hazina zenu zinastahili kuhifadhiwa mbinguni, wala sio kuhifadhi hazina duniani. Maana unapohifadhi hazina zako duniani, siku zote hazina zako zitaliwa na nondo, siku zote hazina zako zitaliwa na wezi, zitaliwa na wakora, zitaliwa na madhabeli, zitaliwa na watu tabaka mbalimbali. Lakini hazina zako zikihifadhiwa mbinguni, mpendo wangu, na kuambia mbinguni kuna ulinzi wa kutosha, mbinguni kuna nguvu za kutosha, mbinguni kuna msaada wa kutosha, mbinguni kuna furaha ya kutosha. Je, Mungu anaposema ya kwamba hazina zetu tuweze kuzihifadhi mbinguni, anamaanisha nini? Anamaanisha nini, mtu wa Mungu? Ni kwamba mawasiliano yetu yawe pamoja na Mwenyezi Mungu, njia zetu ziwe pamoja na Mungu, mipango zetu ziwe pamoja na Mungu, njia zetu ziwe pamoja na Mungu.
kukaa kwetu, kutulia kwetu, ndoa zetu zifahamike mbinguni, watoto wetu wafahamike mbinguni, kazi zetu zifahamike mbinguni. Lakini wengi wanakaa duniani, kazi zao hazifahamike duniani. Kwa sababu gani? Kazi zao zinafahamika mbinguni, lakini kuna baadhi ya wengi ambao kazi zao hazifahamiki kule mbinguni. Injili wanazozihubiri sio za mbinguni. Lakini kwa wale walio wenye mwili wanaosikiliza injili zozote tu wanajua kwamba hizi injili ni za mbinguni. Lakini injili zinazohubiriwa sasa hivi, wapendo wangu, sio injili za toba, sio injili za kuokolewa, sio injili za kukombolewa, ila ni injili za kupotosha watu, ila ni injili za kuendelezea watu maisha ya duniani. Tafsiri ambazo zinatafsiri katika injili za siku hizi sio tafsiri ambazo zinastahili. Lakini tunaambiwa ya kwamba injili ambazo tunastahili kuhubiriwa ni injili ambazo tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Injili ambazo watu wanahubiri siku hizi ni injili za kubishana, ni injili za kubishana kwa ajili ya dini. Injili za dini ndizo zinazohubiriwa, vikao vya dini ndio vinavyokaliwa, maisha ya duniani ndio yanayopendwa sana. Mtu anahitaji ahubiriwe kuhusu magari, ahubiriwe kuhusu majumba makubwa, ahubiriwe kuhusu kazi nzuri, ahubiriwe kuhusu pesa, ahubiriwe kuhusu mke mzuri, kuhusu mtoto mzuri, kuhusu kila kitu kizuri hapa duniani. Lakini mtu hataki kuhubiriwa kuhusu kuokoka. Mtu hataki kuhubiriwa kuhusu kukombolewa. Mtu hataki kuhubiriwa kuhusu kutubu dhambi zake. Mtu hataki kuhubiriwa ukweli. Mtu anapoambiwa ukweli amekosa. Ukimkosoa umwambie kwamba kile unalofanya ni baya, anaona umemkosea. Anataka umwambie umebarikiwa. Anataka umwambie pokea magari, pokea manyumba, pokea mke, pokea mume, pokea kazi, pokea fedha, pokea gold. Hiyo ndiyo injili ambazo wanadamu wa siku hizi wanataka. Na kwa sababu gani? Kwa sababu shetani amewakomboa, shetani amewanunua, amehifadhi katika ngome zake. Imekuwa ni vigumu sana watu kuweza kuelewa injili ya ukweli. Wakati wahubiri wa ukweli wanasimama wa kwanza kutangaza ukweli, inakuwa kwamba wamekosa, inakuwa kwamba wanachukuliwa hatua. Na hili jambo lilitokea zamani sana, zamani za kale. Kabla ya mambo haya yaendelee, tunakuja kuangalia mitume wa Yesu walipitia katika changamoto mingi sana. Wengi walisulubishwa, wengine wakapigwa visu, wengine wakauawa kwa maisha mbalimbali, wengine walichomwa kwa sababu ya injili, kwa sababu ya injili ya kweli. Nataka niwaambie kwamba kuna ile injili ya ukweli na kuna ile injili ya uongo. Mbona kuna wale wahubiri wengine ambao wanahubiri injili ambayo ni ya uongo? Wanaishi maisha mazuri, wanakaa vizuri, wana majumba, wana magari, wanasonga mbele, wanaendelea vizuri sana, tena ni matajiri wa ajabu. Lakini wale wanahubiri injili ambayo ni ya kweli, injili ya kiroho, injili yenye nguvu, hawana chochote, hawana nyumba mzuri, hawana gari, hawana hata mavazi, hawana mbele wala nyuma, hawana hata waumini. Ndani ya kanisa lao halina waumini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa ni wa mbinguni, hawa sio wa dunia. Ndio sababu nasema ya kwamba wale ambao wanapenda uchache, wale ambao wanapenda kuhubiri injili ya kweli ni wachache. Wale walio wale wanaokaa na waumini wachache kanisani siku zote na kutaka kusema ukweli, hawa mji wao mtakatifu unashuka kutoka mbinguni. Na Biblia inazidi kutuambia kwamba inji tunayoiona hii inakuja kuondolewa. Mbingu tunazoziona sasa zitakuja kuondolewa, mpendo wangu. Kifo ambayo watu wanakufa kila siku kitakuja kuondolewa. Uchungu ambao unaonekana kila siku kwa wateule utakuja kuondolewa. Uchungu ambao unaupitia ndugu yangu utakuja kuondolewa siku moja. Lakini kuna wale ambao wamehukumiwa sasa kifungu cha mateso ndani ya miaka 1000 baada ya mji mtakatifu kushuka. Na Mungu anasema kwamba tazama, haya ni maskani mapya, Mungu pamoja na watu wake. Ina maana ya kwamba kuna siku moja tutakaa na Mungu. Kuna siku kama ya leo tutakuwa pamoja na Mungu. Kuna siku kama ya leo tutakuwa ndani ya mji mtakatifu. Lakini sharti ni kwamba tufuate sheria ya Mungu. Sharti ni kwamba tuhubiri injili ya kweli. Sharti ni kwamba tujinyime, hata tulale njaa, hata tufanye nini. Hatutaki msaada wa mtu, ila tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji Mungu atume msaada kwetu. Tunahitaji Mungu atume watu kwetu. Hata kama utahubiria watu 2, watu 3, mtu mmoja, mpendo wangu nakwambia kwamba hapo uko sawa kabisa. Usingoje kuhubiria jeshi kubwa ambalo utakuja kuingia nalo kule jehanamu. Hakuna haja. Hakuna haja uhubirie jeshi kubwa na ambapo lile jeshi lote kubwa mtakuja kuingia nalo lote jehanamu. Hakuna haja. Afadhali uhubirie watu 2. Afadhali hata watu 3, 4 wa like hizi video,
kuliko watu milioni moja walike hizi vitu alafu wote waingie motoni. Hakuna haja. Afadhali ukomeni mtu mmoja, lakini najua kwamba ni kitu ambacho kimekuingia na kimekuhifadhika ndani ya moyo wako na kitakuja kukusaidia. Kitasaidia mke wako, kitasaidia watoto, kitasaidia familia hadi mwisho wa maisha yako. Ni afadhali kiwe kipo kuliko usikilize na kisikusaidie. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kukumbusha kitu moja, ya kwamba ipo siku moja duniani tutakuwepo. Ipo siku moja mji mtakatifu unaposhuka, unashuka kwa ajili yetu, unashuka kwa ajili ya kukaa na sisi. Ina maana ya kwamba maombolezo ambayo tunayaona siku zote, hatutaona maombolezo tena. Hatutakuja kuona uchungu, hatutakuja kuona kifo. Tutaishi maisha milele, tutakaa pamoja na Yehova, na lolote lililowekwa kwenye maandiko matakatifu lazima litakuja kutimia. Wale wanaopuuza swala la unyakuo siku zote, kika nawaambia mandugu zangu, ipo siku moja mtakuja kuona na macho. Endeleeni kutuita sisi wahubiri kwamba sisi ni vichaa, sisi ni wenda wazimu, sisi ni wajinga, tunazungumza jambo ambalo hatulifahamu. Lakini ipo siku moja, sio sisi tuliandika maandiko, ila maandiko yalitunzwa na Roho Mtakatifu na wale manabii ambao walikuwa wanaongozwa na Mungu. Lakini kuna siku moja inakuja. Maanake katika Biblia ya kale na katika Biblia mpya zote zinaongelea kuhusu unyakuo, zote zinaongelea kuhusu mji mtakatifu unaoshuka kwenye mizeituni. Ukiangalia katika Zekaria